Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore alivutia hisia alipoonekana akiwa na bastola iliyofungwa kiunoni katika sherehe ya uapisho wa rais wa Ghana John Mahama. Hatua hiyo siyo ya kawaida kwa tukio la hadhi hiyo, ilizua mjadala mkali kuhusu itifaki za kiusalama na uaminifu kwa uwezo wa Ghana kuwalinda viongozi wa kigeni. Wakati serikali ya Ghana haijatoa tamko rasmi, wakosoaji mitandaoni walionyesha wasiwasi. Wakili Seti Do alieleza kuwa kitendo hicho kuwa hatari, akisisitiza umuhimu wa kuzingatia usalama wa kitaifa, huku Barnabas Niraya akiita hatua hiyo ishara ya vitisho. Wataalamu wa usalama pia walitoa maoni yao. Daktari Vladimir Antidanso alibainisha kuwa ni jukumu la mwenyeji kuhakikisha usalama wa viongozi wanaotembelea. Alikosea ukosefu wa uratibu kati ya timu za usalama wa Ghana na Burkina Faso. Kanali mstaafu Festus Aboye alidokeza uwezekano wa makubaliano ya pande mbili yaliyoruhusu Traore kubeba bastola yake, akipuuza madai ya uvunjaji mkubwa wa usalama. Traore alikuwa miongoni mwa viongozi 17 wa nchi waliohudhuria sherehe hiyo iliyosisitiza udhabiti wa kisiasa wa Ghana wakati wa mvutano wa kikanda. Ushindi wa Mahama dhidi ya Mahamudu Bawumia ulidhihirisha uimara wa demokrasia ya Ghana. Sherehe hiyo ilifanyika wakati uhusiano kati ya Ghana na Burkina Faso ukiwa bado na changamoto. Uwepo wa Traore ulionekana kama juhudi za kurejesha uhusiano, hasa baada ya rais wa zamani wa Ghana Nana Akufo-Addo kuishutumu Burkina Faso kwa kushirikiana na mamluki wa Kirusi. Burkina Faso, Mali na Niger zimejiondoa katika Jumuiya ya Kiuchumi wa Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS na kuunda muungano wa nchi za Sahel, zikituhumu ECOWAS kwa kujaribu kuyumbisha mataifa yao. Ingawa Traore alihudhuria kwa nia kuonesha diplomasia, uamuzi wake wa kubeba silaha wazi ulionyesha ukosefu wa kuaminiana na changamoto za kuimarisha ushirikiano wa kikanda Afrika ya Magharibi. Mimi naitwa Joseph Mwana wa Isangura na hii ni ripoti ya Media Wire Express.